Pokea utukufu wote, mtakatifu, mkuu, kimbilio na msaada katika maisha ambao umechatupa. Asante kwa mchana wa leo, neno lako linapotangazwa, uzima wako Baba unapotembea katika maisha ya watu wako. Asante hata kwa mtumishi wako, asante kwa neno lako. Let your word find a place in the hearts of your people this afternoon in the name of Jesus, setting free from the bondage and the yoke of slavery of sin in the name of Jesus. Lord, let your will be done this afternoon as you liberate the lives of your people, that they may be true worshippers of the living God in the name of Jesus. Thank you for your love, for your favor, for your mercy, for your grace, even your presence in our midst and even in our lives. Asante kwa kusudi lako njema linapotimia mchana wa leo. Baba, utukufu kakurudie na sifa zote, unayestahili nyakati zote. Thank you Father, in Jesus name. Amen. Karibu sana, jipatie sehemu kawezi kukaa. Karibisha mtumishi wa Mungu. Karibu Pastor Melvin. Karibu. Asante sana mtumishi wa Mungu Pastor Kelvin. Mungu akubariki. Nawakaribisha wote kwa mkutano huu ambao utabadilisha maisha yako, kwa sababu tuko hapa kwa sababu ya Mungu, na Mungu anasema palipo wawili au watatu kwa ajili yangu niko pale nao. Kwa hiyo na uhakika wala sina wasiwasi, najua Mungu yuko hapa na sisi. Wewe ufungue moyo wako ili Mungu akakuhudumie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunapohubiri tunatumika tu kama chombo cha sauti ya Mungu ikufikie, lakini inapokuja kwenye huduma lazima ufungue moyo wako ili Mungu akuhudumie. Otherwise hakuna kitu extra ambacho mtu anaweza kufanya isipokuwa ili neno la Mungu kilikubali liingie ndani ya maisha yako, ndio litaleta uponyaji, ndio litakusaidia kwa yale yote unayohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu anapokuwa mgonjwa waga anaenda kwa daktari. Daktari ni mtu wa kimwili. Daktari hawezi kukufuata nyumbani. Wewe ndio unajua mahali ulipo mgonjwa na unajua mahali hospitali iko. Hata inapokuja mambo ya kiroho, usifikiri Mungu atakufuata wewe. Ni wewe utamtafuta. Ndio maana anasema seek first the kingdom of God. Unapomtafuta katika hiyo hali, anajua shida yako, unaileta kwake, anatibu moyo wako, anatibu maisha yako, na anakupa mwelekeo, na anakupa dawa, na unapona. Mpe Yesu makofi. Lakini ukikaa na ugonjwa wako, usimwendee daktari. Na daktari sio mimi. Daktari ni Yesu. Mimi ni mwanadamu tu, natumika kueneza sauti ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapofungua moyo wako kwa daktari, utatoka na uponyaji wako hapa. Namshukuru Mungu kwa siku njema ambayo ameifanya, na kukaribisha kila mmoja, na mkaribisha. Hizi viti ni kwa ajili ya yoyote ambaye anasema anataka kuwa a part of this, kusikiliza neno la Mungu na kujifunza, sababu tunapomtafuta Mungu nilikuja kujua ni kwa faida yetu wenyewe. Wala hamna kitu tunamfaidisha Mungu, ila tunapomtafuta Mungu ni kwa faida yetu mwenyewe. Mungu ametoa njia ya kila mtu kupona, kuokolewa, kuwa na maisha mazuri. Lakini una uamuzi. Hata unapoletewa chakula mezani, una uamuzi wa kuamua utakula au hautakula. Kwa hiyo kuna ile sehemu ambayo inakuita tu wewe. Leo tunaenda kujifunza ujumbe kuhusu the coming back. The coming back, ama kurejea, ama kurejeshwa. Sababu wapendwa, kama kuna kitu waga kinampendeza Mungu, ni wakati watu wanamrudia yeye. Hiyo the comeback ambayo naenda kuongea ni kuhusu hiyo kurejea. Sababu wapendwa, katika haya maisha hakuna mtu tunaweza kusema anyone is perfect in this life. Lakini wapendwa, kile Mungu waga anatafuta urejee kwake so that he can perfect you. Bwana Yesu asifiwe. Bila kurejea kwake, you can never be perfected, because kwa wanadamu there is nothing called perfection. Hata ukienda kwa facilities za wanadamu, hata ukienda kwa mahoteli ya wanadamu, najua kuna yale mahoteli watu wanasema haya ni high class. Kama ni sahani zetu zimekuwa sanitized, kama ni vyombo vyetu tunaviosha na dawa. Wapendwa, ngoja nikwambie, hata wanapoweka hizo dawa ndio zinarudi zinaletea watu wengine madhara. It is only that people don't know. Bwana Yesu asifiwe. Unajua akili ya mwanadamu inakuwaga cheap. We think that waga tunafikiri tuko safe kwa sababu ya ile mambo tunafanya. Unaona,
yale unaona umeenda kwa hoteli, mtu anasema hii ni hoteli kubwa, hata vyombo za hapa zinaoshangwa na dawa. Unasahau kwamba hata hiyo dawa imewekwa, hauwezi kujua jinsi ambavyo inakudhuru kwa mwili. Unajifanya uko special, lakini unasahau ile kikombe ambayo unakunywa nayo. Kuna mtu wa kansa alikunywa na hiyo kikombe. Kuna mtu wa TB amekunywa na hiyo kikombe. Kuna mtu wa wapendwa, lakini kwa akili zako unaona no, I am in a very high class hotel. Mwingine akiwa yuko chini anaona kama I believe God, siku moja nitakula kwa hoteli kubwa. Wapendwa, let me tell you, the issue is not kula kwa hoteli kubwa ama ndogo. Issue ya maana ni kushiba. Hivyo ni viwango tu. They cannot add you, neither can they subtract you. Mpe Yesu makofi. It is good to understand this life, wapendwa. Ni muhimu kuunderstand maisha haya. Whereas kitu cha maana sana kwa mwanadamu ujue kwamba God is my protection wherever I am. Niko kwa hoteli ya low class, niko kwa hoteli ya high class, niko kwa nyumba ya juu, niko kwa nyumba ya chini. God is everywhere. Mungu anafanya kazi kila mahali, sababu Mungu ni nguvu na ni uweza. Vitu vya wanadamu vyaweza fail. Wapendwa, Mungu akikufungua macho uone ni wangapi walitoa magonjwa yao sehemu ambayo walikuwa wanafikiria they are safe, utashangaa sana. Sababu hapa duniani hakuna kitu unaweza kuita safe. Hakuna kitu unaweza kuita uko sure. Naona watu wanachukua wengine ni insurance. Ati I have insured my life. Wapendwa, hata unapokuwa umeinsure your life bado unakufa. Wapendwa, angalia, unasema nimeinsure afya yangu, niko na insurance ya kunikava, lakini hata ukichukua hiyo cover you still get sick and you die. Na sasa hiyo umelipia pesa, umegaramikia wapendwa, lakini Mungu leo amekupa maisha sio kwa sababu ya insurance uliyofanya, ni kwa sababu Mungu ana uwezo. Mpe Yesu makofi. Wapendwa, with God unapojua hii siri ya maisha hautajisumbua na mambo mengi. Utakuwa unajua Mungu yuko kwa control. Sasa leo nataka tujifunze kuhusu the comeback. Hayo mambo yote ambayo watu wanafanya ya insurance, sijui ya nini, yote hayo ni sawa. Ni mambo sawa tu, ni hapa ulimwengu ni sawa. Lakini wapendwa, sio hayo hayawezi kukusaidia. Ukiangalia vile anakulinda, hamna ulinzi. Whether you have insurance ama hauna, unakaa tu popote, unaishi vyovyote, na unaona Mungu anakuweka, anahifadhi afya yako. Ukichunguza vile vyakula waga tunakula, nafikiri hautawahi kula maishani. Kijua yale mambo waga yanaendelea, I don't think utaweza kula. Unaona samaki ile unakula unasema ni tamu, ukionyeshwa ile kiko ndani ya hiyo samaki hautawahi kula. Vitu vyenye ng'ombe inakula kando na yani ukiangalia maisha ndani, uelewe undani wa vitu utasema na kushukuru Mungu. Sasa leo nataka tujifunze kuhusu the coming back ama kurejea. Nataka tusome kwenye kitabu cha Luke chapter 15 verse 11. Ni ujumbe watu wamezoea sana na najua unaujua, lakini tutaenda kwa undani vile Roho atatuwezesha, na najua kuna mtu atasaidika hapa. Inasema akasema, that is Luke chapter 15 kuanzia verse 11. Inasema akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Mstari wa 13. Hata baada ya siku nyingi yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya usherati. Naendelea mstari wa 14. Inasema alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu ikaingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Mstari wa 15. Akaenda akashikamana na wenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Mstari wa 16. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Mstari wa 17. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi niko hapa na kufa kwa njaa. Mstari wa 18. Akasema, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni ujumbe wa prodigal son, ambaye wapendwa
nataka nikufananishie na nikuonyeshe na maisha ya leo jinsi ilivyo. Huyu ni mtoto, huyu baba alikuwa na watoto wawili. Neno linasema mmoja wa kwanza, mwingine wa pili. Yule mtoto mdogo kafika mahali vile amekaa na baba yake, sababu wakati most of the time hata kwa maisha ya kawaida unapoenda hata kwa watu wakati wako na wazazi wao, wanaonaga kwamba wazazi wao kuna mambo wanawazuia. Watoto wengi sana waga wanachukia wazazi wao. Kuwachukia kwa nini? Sio kwa sababu wazazi wao ni wabaya, ni kwa sababu wazazi wanawakataza tabia fulani. Watu wengi wako kwa street ni kwa sababu most of them, ukifuatilia asilimia kubwa, ni watu ambao unakuta watoto wadogo, wengine wameamua kuwa machokora, sio kwa sababu hawana mahali pa kukaa. Wengine walikosa kutii wazazi wao. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu nikwambie kweli openly jinsi ilivyo. Mwingine hakuwa anataka kufanya kazi nyumbani, hakuwa anataka kushughulika. Mwingine mzazi alikuwa anamkataza usifanye hii na hii na hii, akaona atatoka nyumbani, akaona hiyo ndio suluhisho, akaacha mzazi wake, akatoka kwao. Leo yuko Nairobi ama yuko hapa kwa town, kazi yake ni kuteseka, chakula hana, anaombaomba, mara apigwe. Wapendwa, ngoja nikwambie, wakati ambapo ameingia huku, aliingia akiwa very innocent, kwa sababu alikuwa na akili ya nyumbani, alikuwa na akili ya baba yake, alikuwa na akili ya mama yake. Alipoingia kwa street, akakutana na wale ambao wamezoea street, watu ambao ni waizi, watu ambao wanafanya mambo mabaya, watu ambao wanavuta glue. Hakuwa mbaya, lakini alipokuja akakutana na vijana, lazima wamfundishe maisha ya town. Unataka kusurvive, wanamwambia sisi waga tunaiba. Wanamuonyesha hapa sasa si kama nyumbani, sisi waga tuishi kwa nyumba, tunafanya hivi. Ukiona mtu ana simu, unamfuata, unanyang'anya simu, unaenda unauza hapa. Sababu wapendwa, wakati hauna direction ya baba, wakati hauna direction ya mzazi, wapendwa, ndio watu wanasema usipofunzwa, asiyefunzwa na mzazi anafunzwa na ulimwengu. Sababu wapendwa, usipochukua tabia za Mungu, usipochukua mafundisho ya mzazi, kwa sababu mzazi wakati wowote anapokukemea, anapokupiga, anapokuchapa, anapokunyima vitu, ni kwa sababu anataka kukutengeneza. Hivyo hivyo ndio tunakuaga kwa Mungu. Sometimes watu wengi unaona hawataki mambo ya Mungu, kwa sababu mwingine anasema nikiokoka sitalewa, nikiokoka sitakuwa msherati, nikiokoka sitakuwa na watu fulani, nikiokoka sitakuwa naenda bar. Kwa hivyo anasema hapana, afadhali nikae mbali ili niwe na uhuru wa kufanya kile nataka. Ndio naona wengine waga wataki kwenda kanisani. Na hata wengine wakija kanisani, kuna yale wanataka wasikie kwa wachungaji. Ukianza kuambia mtu ukweli, umwambie wacha dhambi uokoke, hataki hiyo. Ukimwambia huyu ni mke wa mtu, wachana naye, hataki hiyo. Huyu ni mme wa mtu, hataki hiyo. Ukimwambia hii njia Mungu apendezwe na haya maisha, hataki hiyo. Lakini anatafuta suluhisho ya maisha. Hataki njia sahihi ya kuleta suluhisho, lakini anataka maneno ama mambo mazuri. Ndio hivyo hata unaona makanisani saizi watu wanatafuta kuambiwa mambo mazuri kwa maisha yao, lakini hayabadilishi shida zao. Mtu anabaki kwenye shida yake mpaka unamhurumia. Ukimwambia njia sio hii, njia ni hii, kwa sababu hata kwa Mungu kuna njia ambazo Mungu anataka tuziendee ili tufanikiwe, ili tubarikiwe na ili tuinuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuwe salama. Sasa hivyo ndio huyu prodigal son akaona kwa baba yake, alikuwa anataka au asaidike, anahitaji mali. Baba yake ana mali, ana uwezo, lakini anaona pamoja na baba yake ana mali na ana uwezo, lakini mtoto anataka kwenda mbali na baba yake, kwa sababu anaona kwa baba yake kuna mambo hawezi kufanya, sababu baba atamkataza. Hivyo mtoto akaona mimi ni mjanja sana, kwa sababu kama vile tukiwa mbele ya Mungu, Mungu waga anajua mahitaji yetu, Mungu anajua kile kinapungua kwa maisha yetu, na Mungu waga anajua kupeana vitu vyote vizuri kwa watoto wake, kwa sababu Biblia inasema kama nyinyi watu mlio wa dunia mnajua kuwapa watoto wenu vitu vyema. Mtoto hawezi kukuomba samaki umpe nyoka, hawezi kukuomba mkate ukampa mawe. Anafananisha na baba wa kimwili. Anasema kama we ni baba wa kimwili, mtoto wako unajua vitu vizuri vya kumpa, itakuwa Mungu. Kwa hivyo Mungu anasema yeye ni baba. Sasa angalia, prodigal son, huyu mtoto akaona kwamba
kile nahitaji, mimi nahitaji tu mali. Kama vile watu wengi wanapoenda hata kanisani, watu wengi waga wanamfuata Mungu ili wapate vitu. Namfuata Mungu ili nipate pesa. Namfuata Mungu ili nipate hii. Namfuata Mungu ili nipate mke. Namfuata Mungu ili nipate mtoto. Namfuata Mungu naenda kuokoka. Wanaokoka kwa sababu hivyo hivyo mwana mpotevu, lakini hawataki kushikamana na Mungu. Hivyo hivyo huyu mwana mpotevu akaona okay, kwa sababu baba ana urithi. Wapendwa, ngoja nikwambie, urithi ni right yako. Mungu atakupa pesa, Mungu atakupa kazi, Mungu atakupa watoto, Mungu atakupa kila kitu, kwa sababu ni baba. Mungu waga hataki watu wateseke. Mungu hawezi kukunyima vitu kwa sababu haujaokoka. Hapana. Ndio maana unaona unatafuta watu, ukiona hata mtu ni mwizi, uone mtu anakaa hivi, bado Mungu amempa maisha, kwa sababu Mungu waga hatuhukumu kulingana na maisha yetu. Mungu waga anatuangalia kwa jicho la upendo. Bwana Yesu asifiwe. Mpe Yesu makofi. Anatuangalia kwa jicho la upendo kila siku. Kwa nini? Ili tumrudie, ili tujue njia. Unajua wakati mtoto yuko nyumbani, mama yake anaweza kumpenda sana, baba yake anaweza kumpenda sana, atampa maonyo, atamwambia mtoto wangu usifanye hivi, usifanye hivi. Lakini mtoto akienda nje, yale mambo mtoto anafanya nje ni yeye peke yake anajua, na hayo mambo mtoto anafanya nje ndio yatamwangusha mtoto. Pale mzazi hawezi kumsaidia, hawezi. Hivyo hivyo ndio tuko kwa Mungu. Mungu anatupenda, anatuambia mtoto wangu okoka, juana na Mungu, wacha dhambi, wacha uongo, anatupa instructions. Lakini ikija kufanya, usipofuata ile, wewe ndio unaumia. Hebu imagine mtoto mmoja anaambiwa jitenge na hawa watu. Kijana wangu, jitenge na hii group. Hawa watu ni waizi, hawa watu ni wabaya. Jitenge na wale wasichana, wana mambo ya ukahaba, usifuatane nao, wanatumia madawa ya kulevya. Naonaga wazazi wanasumbuka. Akimwonya mtoto, hata kama mzazi ni mlevi, anaambia watoto wake mshikue walevi kama mimi, kwa sababu anajua hayo sio maisha mazuri. Mama akiwa kahaba, ukuta anaambia wasichana wake fanyeni kazi, someni, msiwe mkaja kama mimi. Sasa kila mzazi anatakia watoto wake, hata awe mwizi, hawezi ambia watoto wake twendeni tuibe. Hakuna baba anakaga anaambia watoto wake twende tulewe, not unless kichwa yake iko sawa. Hata kama baba ni mlevi chakari, waga anaenda anaambia watoto wake itisha soda. Kuna mzee mmoja namjua, alikuwa anakuja kwenye bar wakati nilikuwa naimba huko. Anakuja kwenye bar, wote wanalewa, wako na mama, baba. Watoto wanawaitishia soda. Anamwambia msikunywe, hii ni sumu. Lakini yeye anakunywa. Sasa kila mzazi anatakia watoto wake maisha mazuri. Sasa prodigal son akaona kwamba baba ananizuia, kwa hiyo kile nitataka ni urithi tu kwake, baba simtaki. Kama vile unaona watu wengi leo vile wanataka msaada, wanataka pesa, wanataka kazi, wanataka ndoa, wanataka maisha mazuri. Wacha nikwambie wapendwa, hiyo Mungu hakupatii ati kwa sababu unaitisha. Hiyo ni urithi. Mpe Yesu makofi. Kila mmoja Mungu anampeaga urithi. Ndio maana Biblia inasema kila mmoja, chances happen to them all. Biblia inasema hivi, ukisoma Ecclesiastes, nitafutia hapo. Chances, nafasi waga zinawafanyikia wote. Kama umeokoka, kama hujaokoka, Mungu hawezi kukunyima vitu kwa sababu hujaokoka. Unaona, wenye dhambi watakuwa na kazi, wenye dhambi watakuwa na pesa. Ukiwa umeokoka, kuna wenye wameokoka wana pesa, wengine hawana. Sikiliza, wenye dhambi wengine wana pesa, wengine hawana. Sababu hiyo ni urithi. Baba waga anatoa urithi kwa kila mmoja, lakini urithi unatumia vile ambavyo unaamua wewe. Ndio maana mpotevu akaona sasa mimi simuhitaji baba, kile nitafanya kwa sababu baba ananikazia maisha, nitamwambia baba nipe sehemu yangu. Kama vile tunaomba vitu, tunaomba kazi, tunaomba afya nzuri, ni sawa, tunaomba yote, tunamwambia Mungu. Baba hata kunyima, na kuhakikishia hata kunyima. Mungu atakupa nafasi. Hiyo kazi unayotafuta, hayo chochote unachohitaji, Mungu ana urithi wako, atakupa ndio. Lakini shida sio kupokea vitu kwa Mungu. Shida ni je, hicho kitu kitakusaidia? Mwana mpotevu basi akamwambia baba. Baba akampa mali yake, kwa sababu kila mtu kwa Mungu anakuaga na sehemu yake. Ndio maana unaona hata watu wakiwa 1000 wote wanafanya kwa bodaboda.
hakuna mtu waga apati kazi. Pale ukiona wanabiashara hapa, hakuna mtu hana customer. Hata watu wengine wakikuja wanauza mashati pale, yule atapata yake, yule atapata yake. Hata mtu mwingine akija, yani hakunaga kitu ati inaitwa competition. Sisi ndio tunaonaga competition. Lakini kila mmoja Mungu anakaga amemwekea sehemu yake. Mpe Yesu makofi. Sehemu yake. Ndio maana ukienda interview usiogope kwa sababu watu wako 100. Kuna watu wanasemaga tuko watu 100 hapo siendi. Hiyo kazi imeisha. Kila mtu anakuaga unique na amewekewa urithi wake. Waweza kuta mnaitwa watu 100, lakini kati ya wale 100 wewe ni urithi wako na wewe hujui. Ndio maana naambiaga watu any chance ambayo inafanyika kwa maisha, wewe tembea, nenda, acha kuogopa. Tembea, chukua chances, kwa sababu wengi wamekosha urithi wao. Huyu mwana mpotevu pamoja na tabia zake mbaya, pamoja na uamuzi wake mbaya, alijua baba yake ana sehemu yake. Watu wengi waga hawajui kwamba Mungu ana sehemu yao kwa maisha yao. Ola mtu anajidharau kwa sababu hajui huyu mwana mpotevu kile kilikuwa kibaya ni tabia zake, kuna kitu hakuelewa. Lakini nyinyi wote, kila mmoja dunia hii, hebu jiulize, duniani tuko wengi sana. Duniani tuko wengi sana. Sana. In fact, duniani tuko wengi, sisi tuko mabilioni na tuko watu wengi sana duniani. Lakini unaona hakuna, kila mtu waga anapata kitu chake. Kila mtu. Vipi? Vinatoka wapi? Kwani hivi vitu haviishaki? Kwani hizi nafasi haziishaki? Mbona nafasi ziko nyingi sana? Sasa Mungu amemwekea kila mmoja nafasi. Mpe Yesu makofi. Aya, prodigal son basi akatoka, kwa sababu hilo ndio aliomba. Akatoka, baba akampa kila kitu, akaenda. Biblia inasema alipokuwa ametoka kule sasa anafikiri maisha yake yatakuwa mazuri, kwa sababu hayuko karibu na baba. Sasa ana freedom. Sasa watu wengi waga wanafikiri, unajua kwa nini watu waga wengine wanaharibu hata familia zao? Watu wengi waga wanapenda freedom. Freedom. Watu wanapenda uhuru. Sio uhuru ili watende mema, uhuru ili watende maovu. Ukikuja kwa mambo ya jamii, ni mme na mke, this is my phone, it is personal. Hii haiwezi kuwa yako. Kwa nini? Anaiprotect kwa sababu ndani ina uovu. Ndani ina kampango kakando, hataki mke wake aone. This is a personal gadget. Personal gadget. Mtu ambaye mnashirikiana hata kimwili, ati ya phone is a personal gadget. Freedom. Watu upenda freedom ya kutenda dhambi. Hivyo hivyo mwana mpotevu alitafuta freedom mahali ambapo hakuna mtu atamuuliza. Hivyo hivyo ndio hata hiyo the same spirit inaleta shida kwa mambo ya kila aina. Watu wanatakaga freedom, lakini hiyo freedom ni ya kuharibu wao. Freedom. Sasa huyu mwana mpotevu alipoachiliwa akaenda, akaona kama sasa maisha yako sawa. Akaona yuko sawa sasa, atafanya kile anataka. Biblia inasema hivi, zile mali alizoenda nazo alizitumia kwa usherati. Akazitumia kwa nini Biblia waga inanena usherati? Kama kuna kitu ambacho kinamaliza watu na kuwafilisi, ni kitu kinaitwa usherati. Usherati sio kuwa tu na mambo ya mwanamke ama mwanaume. Usherati ni roho. Inafanyaga mtu anatangatanga, hawezi kutulia. Hawezi kutulia. Mungu anachukia sana usherati, kwa sababu hata kuabudu miungu Mungu anaita usherati. Sasa huyu mtoto, Biblia iko very specific. Kile ambacho kilimaliza ni anasa na usherati. Kama kutana na msherati, hakuna msherati waga anatajirika. Msherati waga, na hata akiwa tajiri ana pesa, mungoje atakuwa maskini. Washerati wote waga wanakuwa ni beggars. Sababu mwili waga uridhiki. Isikilize, mwili hawezi kuridhika. Hawezi. Kila siku unapokutana na wanaume ama wanawake, wote wako tofauti. Naomba unisikilize sana.
hauwezi kuridhika. Mwili una kitu kimoja inaitwa tamaa. Ndio maana Mungu anatufundishaga sana kuridhika. Usherati. Kijana kaenda akatumia mali, wanawake, ulevi, mambo ya ajabu ajabu tu. Hebu mtumishi wa Mungu ulipata pale? Naomba unisome hapa. Nisome hapa. Ni kitabu cha Mhubiri 9 mstari wa 11. Nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio wasindao katika michezo, wala si walio hodari wasindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustandi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Mpe Yesu makofi. Umesikia? Unaweza kuwa unasema mimi niko hivi kwa sababu sikusoma, kwa sababu sikufanya hivi. Sikiza neno la Mungu. Linasema bahati na wakati huwapata wote. Kwa hivyo opportunities waga zinamfuata kila mmoja, lakini jinsi ambavyo unatumia inamata. Ndio unaona hawa watoto wawili walikuwa na uamuzi. Kama vile leo unao uamuzi wa kuamua maisha yako. Hamna mtu atakuamulia. Unaposema hakuna kazi, kazi zipo nyingi sana, lakini uzioni. Nafasi nyingi zinakujia, lakini jinsi unavyozitumia. Sasa unaona huyu kijana alikuwa na nafasi nzuri. Baba yake ana kila kitu, lakini shida yake ilikuwa anataka freedom, anataka uovu. Sababu usherati asingeufanyia nyumbani. Sababu baba yake wangekosana. Kwa hiyo akataka freedom ili aende kufanya nini? Uovu. Naye baba akampa urithi. Kijana akaondoka. Alipoondoka, kile ambacho alikuwa anataka, anasema ni freedom, ndio kilienda kikamaliza. Wengi wanamalizwa. Mtu anataka kuishi free. You don't want God. Unajua kwa nini watu utoka kwa Mungu? Hata ukiwa umeokoka una backslide, ni kwa sababu unataka freedom. Ukiwa kwa Mungu unaona kama kuna mambo hautafanya. Na si ati mambo ya maana. Ile kwanga ni mambo tu ya hata yasaidii. Unaona mtu anatoka kanisani kwa sababu anataka kuoa mwanamke wa pili. Anasema siwezi oa mwanamke huyu wa pili pale kwa kanisa kwa sababu anajua ni vibaya, so anataka freedom. Atatoka kesho na kesho kutwa, sema kwa sababu ya hicho kitu kinamsumbua, atajaribu kwenda makanisa ya kila aina mpaka akutane na ile kanisa anaambiwa hata ukiwa na mabibi 5 hapa unaweza ingia. Sio shida. Hapo sasa ndio ataingia. Anazidi kupotea. Anazidi tu kupotea pole pole. Kesho na kesho kutwa ni skando kati ya yeye na wao mabibi 5. Wapendwa, haya maisha, yani Mungu atusaidie. Unapotoka kwenye njia, na kitu ilikuwa simple, angefuata njia ya Mungu. Njia ya Mungu ni nini? Mimi niko na mke wangu na huyu ndio mke wangu. Hii ingine yote wachana nayo. Mpe Yesu makofi. Yuko kwenye njia. Huyo mtu atafanikiwa. Huyo mtu Mungu anaingilia kwa maisha yake. Lakini mtu anataka kutangatanga na arukeruke. Naambiwe maneno mazuri. Ambiwe usijali, huyo ni mke wako. Lakini ndani ya moyo wake anajua huyu si wangu. Moyo mwenyewe unamhukumu, huyu si wangu. Ni masiku tu tunasukuma. Huyu si mume wangu, huyu si mke wangu. Huyu namtumia tu na yeye ananitumia. Mwisho hiyo mbegu lazima itakuwa na itafika kama mti. Italipuka. Sasa mwana mpotevu hivyo alihitaji freedom. Mtoto anatoka kwao hataki kusikia mzazi, anakuja huku town. Anazunguka anaomba watu Unaona, anakutana na mambo ambayo asingekutana nayo, isingekuwa sehemu yake. Angalia sasa, mwana mpotevu akapewa freedom ile alitaka, akafikiri itamsaidia sana. You know, sometimes in life waga tunafikiri without God we are free to do things.
Watu wako wanafikiria kuna ile freedom. Unajua ukiwa kwa Mungu kuna mfuatilio fulani lazima ufuate. Ukiwa kwa dunia kuna njia fulani ya kufanya mambo. So most of the people waga wanatoka kwa Mungu so that they can be free kufanya mambo ya dunia, thinking they are safe. Sasa hivyo prodigal son akafikiri kwamba kile anahitaji si ni mali na pesa. That is why people can sell their souls kwa shetani. That is why people can do anything kwa sababu of the freedom they have in their lives. That is why mtu anaweza kuwa na mabibi 10 na 20 because of the freedom they have, thinking that one itawasaidia, that one will make them happy and nobody will question them. Ndio maana unaona wanasemaga hata my dress my choice. Why? Kwa sababu wanataka kuvaa uchi and they know in them it is not right. Wapendwa, what is right, you can never fight for what is right. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi, wapendwa, sijawahi kusikia debate, sijawahi kusikia debate ya watu wakidebate ati kunywa maji ni vizuri ama ni vibaya, kunywa maziwa ni vibaya ama ni vizuri. Lakini ikifika pombe, you hear so many debate. Iwe ni kwa Bible school, iwe ni wale watu wanafundisha. Is it a sin kukulewa? Is it a sin? Unasikia swali kama hilo. Lakini sijawahi kusikia mtu anauliza, is it a sin to drink water? Why? Kwa sababu in them they know the truth. Hicho kinafanya uulize question. Katika maovu uanga kuna maswali, lakini katika ukweli hakunaga swali, kwa sababu ukweli unajisimamia. Mpe Yesu makofi. Ndio utasikia argument kama, is it wrong to have 2 wives? Is it wrong? Alafu anakuambia even Solomon had many wives. Unamuuliza, are you Solomon? But God created Adam and Eve. Why did God create Adam and Eve? Haya, mtu anakuuliza kwani ushoga ni vibaya? Unamuuliza, do you see God creating a man and a man? Mwingine ni lesbian. Asema, why is it wrong? You know, tuko hapo ndio tuko sasa hivi. Lakini unamuonyesha mwanzo wa Mungu kuumba, he created one man for one woman. Mpe Yesu makofi. And that is the truth and it can't change. Hata kuna dini zingine you are allowed to marry more than one wife. So kuna mtu atafuata ile kwa sababu hii dini ina allow more than one wife. Lakini ile condemnation ya ndani haitoki. Ndani haitoki. Ameenda kwa dini, ameoa, lakini ndani anajua this is not the right way. Sasa mwana mpotevu alikuwa anataka freedom. Unaangalia mume na mke, unaona mke anataka freedom, hataki aulizwe swali uko wapi, kwa sababu anajua uko na kamzee kengine mahali. Kwani wewe kila saa unaniulizanga niko wapi? Niko wapi? Kwani hauna kazi nyingine? Mimi sikao unaniuliza niko wapi? Si shida, si kuulizwa, ni kwa sababu yuko ronkona. Pesa makofi. Unanielewa? Na kuonyesha uovu vile ambavyo upo na vile watu wanafanya. So huyo mtu maisha yake, wapendwa, no matter how good itaonekana, hata akienda apewe pesa na sponsor, hata waende walale wafanye yote wanafanya, at the end lazima atakutana na results ya yale mambo walificha. Wapendwa, ukificha dhambi haitakuficha. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na ndio maana Mungu aga anatuita ili tubadilike. Tunapobadilika tupokee baraka. Whatever sin you do in secret, maovu unayofanya ukitafuta freedom, yeah, I don't need God because I am a drunkard. I don't need God so that I can do 1 2 3. Your freedom unayoitafuta, wapendwa, haitakusaidia, itakuangamiza, inakuua pole pole. I wish how Mungu akusaidie, wapendwa, you come back to your senses. Mwana mpotevu alipoenda nje, baba yake akampa urithi, akampa mali. Wapendwa, si ati Mungu hawezi kukubariki. Kama ni mali Mungu atakupa. Wengine wamekuwa na mali hazikuwasaidia, lakini hawakuwa na kitu kinaitwa understanding. Hawakuwa na understanding. So ile wealth haikuwasaidia. Mwana mpotevu akaona it's an opportunity ya kufanya usherati na uzinzi. Na siko karibu na baba, siko karibu na baba, nitafanya vile nitafanya, nitakunywa vile nitakunywa, because no one will question me. I am free. I'm a free man. I can sleep with any woman, I can sleep with any man. No one will ask me. My father do not know. Siko karibu naye. Lakini alipofanya hayo yote, ikafika mahali, Biblia inasema ikatokea mahali ukame umeingia katika ile nchi yote.
There are some times in this life, hali uwaga inakuja ambayo whatever you fought for, whatever you thought it will help you, haiwezi kukusaidia. A time uwaga inakuja kwa maisha. Wapendwa, unakuta ulikatazwa kitu and you did not hear and you thought it will help you. You thought things will be the way you thought. Kwa sababu akili ya mwanadamu uwaga inamdanganya. Ndio maana you are not supposed to follow your mind. You are supposed not to follow your heart. You are supposed to follow the word of God. Mpe Yesu makofi. When you follow, wapendwa, when your life is directed by the word of God, utaishi katika ushindi. Your heart can deceive you. Biblia inasema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Moyo wako unakudanganya, macho yanakudanganya, mawazo yanakudanganya wapendwa. Hebu angalia hapa. Kijana ameingia kwenye usherati. Nataka kidogo tuongee kuhusu roho ya usherati. Hebu mtumishi wa Mungu nisomee the book of Hosea 4:11. Roho ya usherati. Na hapa naongea widely. Roho ya usherati sio tu kulala na wanawake na wanaume. It is a wide spirit. Msherati ni mtu ambaye atulii. Hata akiwa na mke mzuri hawezi tulia. Hata akiwa na mume mzuri atulii. Hata akioa, hiyo jamii hakuna kitu hapo. Msherati anaweza kufanya usherati mpaka afutwe kazi kwa sababu yuko kwa usherati. Anapigiwa simu. Uko wapi? Bosi anakutafuta. Yuko kwa usherati mpaka anafutwa kazi akiwa kwa usherati. Na ngoja nikupe mfano haya maisha. Kila mwanamke ameumbwa naturally, wao kazi yao ni kukula naturally. Mwanaume unapojiinvolve na mwanamke huyu na huyu na huyu na huyu na huyu, hakuna mwanamke ambaye you can go there and not spend. Kwa kila mwanamke you have to spend. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. It is nature. Kwa kila mwanamke lazima uspend. So msherati, what makes someone poor ni kwa sababu kwa kila mwanamke you spend. Nakupa mfano wa maisha haya ndio uelewe. You spend. Uko na mke wako, ala pengine mnakaa na kwa nyumba ya 3000. Lakini kwa sababu ya usherati utalipia mama mwingine kule nyumba ya hata 7000. Kwa sababu usherati inakuwaga more costly than kwako. Ndio maana mpango wa kando unampatia 7000, mke wako huwezi muachia 200 ya chakula. Because it is a spirit. Uwaga inakalia mtu anakuwa mjinga. Roho mbili ambazo Biblia inasema yani zinawapumbaza watu. Moja ni roho ya uzinzi. Roho ya uzinzi. Na ndio unaona Yusufu alikuwa na maono. Alitoroka uzinzi. Kwa sababu yule mama angemshika hivi, maono yote angekufa. Mtu mzinzi na msherati, maono yake waga yanauliwa. Hiyo ndio roho waga inaua kabisa. Unaona baba alikuwa na mali, alikuwa na company, alikuwa na nini, ameingiza mwanamke. Vimekula pesa yake. Alafu wanaondoka. Kwa sababu ni roho. Ni roho. Roho ya uzinzi. Hebu naomba unisomee hapo Hosea 4. Uone hilo inakupumbaza. Inakufanya mjinga. So mwana mpotevu alipotoka kwa baba yake, ile roho ilikuwa imemgoja ni ya usherati. Ndio zile mali zisingemsaidia. Sikia watu wanasema, pastor nimeshika pesa, haijanisaidia, nashikanga pesa. Fuatilia sana huyo mtu. Utakuta akifanya kazi usherati. Fanya kazi ulevi. Ndio maana Koinange iko. Kuta watu wana suti pale. Mubaba ana park Prado. Pale Githurai naonaga watu mpaka wanafanyia kwenye tuvibanda. Wewe ukivuka kwa njia unasikia she. Tuvibanda. Uone vile oroni. Tuvibanda wapendwa. Vibanda. Mchana ni visoko viko pale. Si kweli mtumishi wa Mungu? Usiku unakuta wanawake wa mama wako pale. Wamesimama, wamevaa uchi. Unaona mwanaume anaingia pale, anatoa koti kwa kibanda, anatoa suti, anachukua tai, anaweka chini. Siku moja kulikuwa na kisa pale kilifanyika, nikiwa tunapita na watu wakajaa, nikataka kujua what is happening hapo. Siku tu tukitoka masaa tumetoka mahali kesha. Ati ni mtu ameumwa, anaumbwa kwenye tako kwa kibanda. Umbwa iliuma mwanaume tako moja ikaenda. Watu wamejaa. Analia mzee mkubwa. Watu wanauliza ni kiki huru. Ni nini mbaya?
Watu wanacheka, wanasema ati ameumwa na ubu atako. What was happening? Ati alikuwa pale kwa kibanda. Ati alikuwa anafanya nini? Ati walikuwa short. Walikuwa short. Roho ya usherati. Sasa umwona mpotevu akasema we wacha aende mbali na baba, ili apate opportunity ya nini? Ya dhambi. Hebu soma hapo tuone hiyo roho ya usherati vile inafanya huko. Amen. Kitabu cha Hosea 4 mstari wa 11. Uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za mwanadamu. Sikiliza. Uzinzi ndio usherati. Uzinzi na divai ni ulevi. Na divai mpya ati inaondoa ufahamu wa mwanadamu. Ufahamu ni nini? Reasoning, understanding, inaondoa. Ndio maana unaona wanaume anaweza acha kwake kwa sababu ya usherati. Si ati kwa sababu yule mwanamke ni mrembo sana. Ndio unaona watu wengi wanaachanga, mtu anaacha mke wake mrembo. Ukiangalia yule mwanamke amemfuata ni kiatu, mpaka unashangaa. Unajiuliza kai, nikiona huyu aliona nini? Haki na vile ana bibi mrembo. Ni nini ameona? Unaona mtu ameacha mume wake very handsome, amechukua jamaa nyingine sijui inakaa kama gorila. Unajiuliza what is wrong? Ni nini aliona? Roho ya usherati, kwa sababu inaondoa ufahamu. Mtu anakosa wakati na watoto wake. Mtu anakosa wakati na familia yake. Roho ya usherati. Yaani inaondoa ufahamu. Sasa angalia, huyu mwana mpotevu ametoka kwa baba yake ili awe na freedom na ana mali. Unajua wakati watu waga wanainuliwa sana, wanafanikiwa, Mungu anapokufanikisha sana, anakuinua, unapata pesa, unapata nini? Roho ya kwanza waga inafuata mwanadamu ni hiyo roho ya uzinzi na ulevi. Ndio maana unaona watu wengi wako kwenye bar. Tembea kule ukute ni mtu alikuwa hana kitu, Mungu akamfanikisha tu akapata kitu, anaanza kuona bar, anaanza kuona wanawake, anaanza kuona huyu bibi si mzuri. Hiyo inakuwa roho. Siongei tu kuhusu wanawake na wanaume, ni roho ingine inaweza kukutoa kanisani. Ulikuwa mtu unampenda Mungu, inakutoa kwa uwepo wa baba. Ndio unaona mwana mpotevu, hiyo roho ilikuwa ndani yake ikamtoa kwao, ili ile mali aende afanye nayo usherati. Hebu angalia, hiyo roho inayokuvuta inataka kupoteza hata kile ambacho baba yako amekupa urithi. Hakikusaidii. Mungu anakupa kazi, haikusaidii. Mungu anakupa jamii, hauwezi kuiweka. Mungu anakufanikisha, hauwezi kuinuka, bado unakaa maskini. Biblia inasema hiyo roho ya uzinzi na divai mpya. Kwa nini anasema divai na divai mpya? Anasema inapoteza ufahamu. Divai mpya inakwambia kwamba hakuna ate pombe mzuri, hakuna ya kidogo. Amesema divai na divai mpya. Biblia inasema we angalia wine ikiwa ndani ya glass, ikiwa nyekundu vile inapendeza, lakini inauma kama nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaona? Kwa hivyo mwana mpotevu yeye alipotoka, the prodigal son alipotoka kwa baba yake, alitafuta freedom. Sasa hiyo roho ikaenda ikamfanya akakosa ufahamu, akapoteza kila kitu, akapoteza mali. Hali ilipopiga, jamaa hana kitu. Jamaa hakuwa bega, saizi ni bega. Mpaka anaanza kwenda kwa nguruwe. Alikuwa anatamani maisha ya nguruwe. Mtu ambaye baba yake ana kila kitu, lakini ametoka kwa baba. Sasa anatamani, ana desire maisha ya nguruwe. Anasema nguruwe ziko sawa kunishinda. Anatamani chakula ya nguruwe. Imagine ile kiwango ameingia. Kwa nini? Roho ya usherati. Wapendwa, mara mingi kwa haya maisha waka tunafikiri when we leave God, tunapomwacha Mungu sababu ya vile vitu tuko navyo, wapendwa, tuko sawa sana, tunaendelea. Mungu anasema hivi, furaha ya mtu muovu ni ya muda mfupi, ni ya mchache. Ni kweli kwa muda fulani waweza kuna sherekea. Umewahi kuona mtu ambaye amepata pesa? Na ndio maana unaona hii pesa watu wanasemanga sijui loto, sijui nini, hizi gambling, hizi mavitu watu wanapata. Mtu anapataga inaitwa betting. Mtu amepata pesa.
fuatilia maisha yao watu, hakuna kitu ya maana wanafanyaka. Hiyo roho inakuaga behind hiyo. Pata pesa, unaona mtu ni mzinzi, kitu ya kwanza ni ba. Mpaka hata kuna mtu mmoja alikuwa anajifanya pastor. Anajifanya, kwa sababu kuna watu wanajifanya. Alipopata betting hiyo, si alifunga kanisa, akafungua nini? Akafungua wine and spirit. Sasa huyo ndio alikuwa yeye. Naona roho hii ya uzi, nakwambia kuhusu hii roho ya usherati, ikamaliza kila kitu. Hebu nisomee, mtumishi wa Mungu, nisomee Mithali. Proverbs 21:17. Nisomee hapo. Sasa unaona mwana mpotevu ameenda, sasa anatamani maisha ya nguruwe. Kuna wakati mwingine Mungu anatupeaka nafasi zetu kwa maisha haya, hatuzitumii vizuri. Wakati kwa sababu ya dhambi, mambo ambayo hayasaidii. Ukishaenda chini, unaanza kutamani maisha ya watu ambao hata wewe ulikuwa juu yao. Sababu dhambi hakuna mahali itakupeleka, haitakuendeleza. Na wakati unakuwa mbali na Mungu, wapendwa, dhambi itakutawala. Mwana mpotevu pamoja alikuwa na weakness ya usherati, wapendwa, nisikilize. Alikuwa na weakness ya usherati. Usiseme ati venye alienda nje ati ndio usherati ulianza. Ilikuwa hata akiwa kwa baba alikuwa na hiyo wazo. Lakini hiyo roho isingemweza kwa sababu alikuwa na baba. Mpe Yesu makofi. Isingemweza. Ndio maana unapomjua Mungu, kuna kuaga na maroho mengi sana ambayo hayawezi kukutesa unapokuwa na Mungu, zaidi unapokuwa mbali na Mungu. Pale nyumbani, apendwa, hakuna hasara huyu mtu alikuwa nayo. Lakini wakati alichukua hatua kwenda nje mbali na baba, kama vile tunachukua hatua, wapendwa, waweza kuwa uko na udhaifu, waweza kuwa kuna kitu waga inakufa, hata kama ni ulevi, hata kama ni usherati, hata kama ni umasikini. Unapokaa kwa baba, kunayo neema. Mpe Yesu makofi. Kunayo neema, hautakuwa bega. Mungu ana provide sababu uko na baba. Lakini unapoenda nje, yale maroho yanapata nguvu kwa maisha yako. Mwana mpotevu alipotoka nje, wakati mwingine tunataka tu vitu kwa Mungu. Tukishapata vitu, nasema basi mimi nilikuwa tunataka hii, sasa ngoja niende. Yale maroho hayakuachi, yanakufuata. Ukiwa uko nje yanakuweza kabisa. Mwana mpotevu alipokuwa kwa baba yake, roho ya usherati haikumweza. Sawa, baba alikuwa pale. Roho ya umasikini haikumweza kwa sababu alikuwa pale na baba yake. Chochote alichotaka alipata. Lakini alipoenda mbali, usherati, maisha, mpaka anatamani chakula cha nguruwe. Hapo alipokuwa anatamani chakula cha nguruwe, mtu mmoja mwenyeji wa ile nchi, mambo mahali alienda, akamchukua. Wapendwa, ngoja nikwambie. Unaona, wakati uko na shida, wakati uko kwa mashida na matatizo, kuna kuaga na watu wengi sana wanataka kukuchukua, wakutumie. Wengi sana wanataka wakuchukue, wakutumie. Wacha nikwambie, wakati unaambia mtu shida zako, yeye huaga unaambia mtu, mimi hata sina, nimekosa mahali pa kazi, sijui nini. Pengine yeye huaga hata alipi watu, anakuambia nitakupea kazi na nataka kukufinyilia, nitakuwa nakupa mshahara kila siku, nitakuwa nakupa 20 bob. Wakati una shida, watu wengi unapo present shida yako kwa mtu, huaga anataka aone kile atafaidika kwako. Ndio una mwana mpotevu alipokosa mpaka anatamani chakula cha nguruwe. Yule jamaa akaona, huyu hana kitu ya kufanya, huyu anaweza kuangalia nguruwe zangu. Hata alipoenda kumpeleka kuangalia nguruwe zake, kumaanisha ukiona anatamani chakula cha nguruwe, inamaanisha hakuwa na chakula. Wengi wanaishi maisha haya, hana chakula, so anatamani chakula cha nguruwe. Lakini yule mtu, kwa sababu angalia, mtu ametoka kwa Mungu, mtu ametoka kwa baba, hata chakula ni shida, hapati. Yule naye ambaye ambaye amempa, yeye anataka nguruwe zake ziangaliwe. Waona watu wengi wako katika utumwa. Unapoenda mbali na Mungu, wapendwa, mimi nakwambia, unapokuwa mbali na Mungu, mateso, watu watateka advantage. Sio kazini, sio nyumbani, sio popote, kila mahali. Mpaka unajiuliza, kwa nini nilizaliwa?
kwani nililaaniwa? Mbona maisha yangu yako hivyo? Ndio hivyo watu wanajiulizaga. Lakini afadhali mtu wa Mungu ungejua, umrudie Mungu, urudi kwa Baba, uone vile ambavyo, kwa sababu ile roho ambayo ilifanya huyu mtu ikamkandamiza ni ile roho ya usherati. Ndio sasa inamfanya awe mtu msherati kwa maisha, awe mtu msherati kwa kazi, awe mtu maskini, mtu amepungukiwa, mtu ambaye alikuwa na hatima kubwa, mtu ambaye baba yake ni tajiri, mtu ambaye anakwao sasa anakaa kwenye zizi la la nguruwe. Nguruwe wanakula, anawaangalia, anakufa na njaa, anatamani chakula cha nguruwe. Umewahi kuona chakula cha nguruwe? Ni kibaya. Chakula cha nguruwe hata sio cha kutamani. Huyu inamaanisha alikuwa ameshuka mpaka anatamani chakula cha nguruwe. Roho ya usherati, kujitenga mbali na Mungu. Naona maisha yalipoendelea hivyo, mtumishi wa Mungu lipata pale, akafika mahali ndani ya moyo wake yeye mwenyewe akafanya uamuzi. Kumbe maisha ya mtu yako ndani ya moyo wake. Kuna mambo kwa maisha ukiamua, your life will change. Mpe Yesu makofi. Mwana mpotevu hakuwa hata na mtu wa kumwombea, hakuwa na mtu wa kumwelekeza atafanya nini. Kumaanisha kila mtu kwa haya maisha waga anajua the right direction, lakini hawafuatangi. Everybody waga anajua the right direction. Kila mmoja anajuaga the right direction. If you follow the right direction, your life will change. Mpe Yesu makofi. It is not about much prayer. If you follow the right direction kwa maisha yako wapendwa, na which is the right direction, it is God. Urudishe moyo wako na maisha yako kwa Mungu aliyekupa. Kama huko unasema umeokoka, those things ambazo zinakufanya zinakuzuia kumfuata Mungu. Because siongei kuhusu hapa kuhusu mtu ambaye yote hajaokoka tu. Hata kuna watu wameokoka, but they are prodigal son. They walk away from God because of their weaknesses, because of what they desire, because of what they want. Kama pastor anafunga kanisa anaenda kufungua bar, that is a prodigal son. Unaacha kazi ya Mungu unaenda kwa bar. Is it even making sense? That's a prodigal son. You can be a pastor but prodigal. You can be a businessman but prodigal. Unaweza kuwa unasema ni Mkristo but prodigal. And the only way ya kutoka katika prodigal, it is going back and telling God, I am sorry. Mpe Yesu makofi. That's how things will change. Just going back to God, mwambie Mungu nisamehe. This is not a thing ya kanisa. Hii sio kitu ya marafiki. Hii ni kitu ya personal, in your heart. Hebu angalia hapa nikusomee mahali. Sikiliza what happened. Biblia inasema hivi. Inasema hivi. Mstari wa 14 inasema alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kubwa ikaingia kwenye nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji. Angalia mstari wa 16 inasema hivi. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda yalioliwa na nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Wapenda, unajua wakati hauna kitu hakunaga mtu anakupa kitu. Lakini wakati una vitu, hii maisha inakuwa very funny. Wakati una vitu hata watu waga wanajitolea. Niaje leo mimi ndio nanunua chai. Wakati unayo. Lakini wakati hauna, hakuna mtu anakupeanga kitu. Hata ukipigia watu simu, mteja wa namba. Lakini wewe ukiwa una uwezo, watu waga wanakutafuta. Wanakutafuta. Wakati hauna kazi, utile modo wagwethaga, hakuna mtu anakutafutanga. Hawataki kujua kama unalala chini ya meza ama juu ya meza. Lakini wakati uko sawa, wanakaaga wako concerned. Concerned sana. Umekula la, unaona hata mme na mke. Wakati baba unakuja nyumbani uko na pesa, uko na deal, unachapa iko mzuri. Mama anakuambia hebu nikutoe koti. Wewe acha nikutoe viatu. Ni siku mingi sijakutoa viatu. Ni siku mingi sana. Utakunywa chai? Hebu kosa pesa. Masufuria zinakuanga safi. Baka unashindwa hii nyumba kuko na chai. Naulizwa yenyewe ulinunua. Hivyo it is nature. Usikwazwe na hiyo, usikasirishwe na hiyo. Hiyo ni nature ya wanadamu.
Unaona, huyu wakati alikuwa na vitu, watu walikuwa wanamfuata, naye alikuwa nafikiri mimi ni mwenye kweli wanawake wananipenda sana, watu wananipenda, niko na wanawake wengi warembo. Unajua wakati warembo, watu wananiheshimu sababu alikuwa na pesa. Pesa zilipoisha zote, hapo ndio unaanzanga kutafuta watu waone. Ati halo, mimi ni yule mwenye nilikuwa nanunua chai. Ni wewe? Niko busy. Tutaongea baadaye. Wengine unapigia mteja. Hivyo ndio watu wako. Ndugu zako wako hivyo. Marafiki wako hivyo. Watu wote wako hivyo. Hata kanisani ni nature. Unafikirianga kanisani? Si ati kanisani ndio utapata msaada wa watu. Nimekutana na watu wengi wanalia kanisani. Tewe pastor, hiyo kanisa nikaenda nikaambia huyu shida yangu, akafanya hivi, huyu hata kunisaidia. Shida si kanisa. Either ukiwa kanisani, either ukiwa huko kanisani, issue ni wanadamu wako hivyo. Ni vizuri kuelewa wanadamu wako hivyo. Kwa hivyo ndio maana ni vizuri kuambatana na baba. Mpe Yesu makofi. Baba hawezi kukufanya hivyo. Mungu hawezi. Prodigal son, yote ilipoisha watu wamemtoroka. Hebu angalia. Inasema alipo, mstari wa 17. Inasema alipozingatia moyoni mwake. Sikiliza. Alipozingatia moyoni mwake, akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza? Yeye kule kwao watu wanakula wanashiba mpaka wengine wanatupa. Na yeye hata chakula cha nguruwe anatamani. Hana. Na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Sikiliza mstari wa 18 vile anasema, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Kuna makosa ya aina mbili wapendwa. Hakumwambia tu baba peke yake msamaha. Ile sehemu ya kumkosea baba bado ilikuwa imekosa shida zake. Kuna shida waga tunapitia kwa maisha kwa sababu ya kukosea bado watu. Mzazi wako anapolia kwa sababu yako, hakuna mahali unaenda. Mume wako anapolia kwa sababu yako, hamna mahali unaenda. Mke wako anapolia kwa sababu yako, hamna mahali unaenda. Bosi wako anapolia kwa sababu yako, hakuna mahali unaenda. Wakati mwingine watu wanafanyaga mambo wanaona kama wako free. Umechukua mtoto wa mtu, umemzalisha watoto, umemtupa nje, umetoroka. Umeenda kwa anasa. Alafu una expect kubarikiwa? Una expect kuinuliwa? Una expect kwenda mahali? Lazima utubu. Mpe Yesu makofi. Katika kutubu kuna freedom na kuna baraka. Ndio huyu mtoto akasema walipokuja kwa sensi yake. Ndio maana Mungu anapenda sana toba. Mungu anapenda watu wanapotubu. Na unapotubu Mungu hawezi kukukataa. Haleluya! Hawezi kukukataa hata kama ulifanya nini. Lakini watu wengi sio watu wa kutubu. Watu wengi waga wanaangalia makosa yao na wanakaa nayo. Hamna suluhisho. Unakaa na makosa yako. Hiyo ni laana umeiweka karibu na wewe. Hiyo ni shida. Hiyo ni umaskini. Hayo ni machozi. Hiyo ni uchungu wa moyo umeweka karibu na wewe. Lakini unapotubu unakuwa free. Mpe Yesu makofi. Unakuwa free kabisa. Akasema nitaenda nitubu baba yangu, nimwambia nisamee, na nitamwambia Mungu anisamee kwa sababu nimekosa. Akarudi akatubu. Alipotubu baba yake akasema, baba alikuwa anamngoja. In fact baba alikuwa anamngoja aje atubu. Hivyo hivyo Mungu waga anatungoja tu. Tuje tutubu. Unapiga ruti huko ruti. Baba yake hakwenda kumtafuta. Mtoto alienda kutafuta baba kwa sababu sio baba alimkosea. Hakuna kitu Mungu amekukosea. Hamna mtu hapa Mungu amewahi kumkosea. Si ndio tunamkosea Mungu. Na yule ambaye amekosa waga anarudi na kusema pole. Ndio maana Mungu anapendezwa sana na toba zaidi ya chochote kile. Unapotubu unagusa moyo wa Mungu. Wapendwa, ngoja nikwambie kuna mambo mengi kwa maisha haya yanaweza kukufanya uanguke. Biblia inasema mwenye haki wa Mungu anaanguka mara 7 lakini anainuka. Ile sehemu Mungu waga anaangalia sio kuanguka kwako. Mungu waga anangoja kuinuka kwako. Mpe Yesu makofi. Anangoja kuinuka kwako. Mungu waga kuhesabii makosa yako. Mungu anatafuta kuinuka kwako. Mungu anatafuta mahali utatubu. Useme hii njia Mungu nimekukosea nisamee. Ili akuvalishe vazi zuri. Mtoto aliporudi akavalishwa vazi zuri.
Baba akasema mvalisheni pete, kumaanisha huyu ni mtu wangu, huyu ni mtoto wangu, hii ni mali yangu. Sikiliza, akavalishwa viatu, hakuwa hata na viatu. Mambo hayo matatu nitaongea kesho, Mungu akiniwezesha, kuhusu vazi ni nini, pete ni nini, na viatu ni nini. Kwa nini alivalishwa hivyo vitu vitatu? Hivyo vitu vya maana sana, they are very symbolic katika mambo ya Mungu. Nitakueleza kesho. Wapendwa, naomba unisome hapo, mtu wa Mungu. Uamuzi umeona huko kwako. Huyu mtoto alijiambia ndani ya moyo wake. Ni nini unajiambia ndani ya moyo wako leo? Unaelewa moyo wako? Unaelewa maisha yako? Mbona unakubali kuteseka tu kwenye dhambi? Yesu ametolewa bure. Damu ya Yesu inasamehe. Yesu, mlango wa kusamehewa, mlango wa kurejeshwa upo. Mbona ungoje ufie hapo katika uovu wako? Mbona unafanya moyo wako mgumu? Mbona unafanya akili zako ngumu? Mwana mpotevu shida yake ilikuwa ndani yake. Alipotatua ile shida iliyokuwa ndani yake, maisha yake yakarudi sawa. Haikuwa shida kubwa. Kwa haya maisha unaweza kufanya maisha yako yawe magumu wewe mwenyewe. Yeye mwenyewe ndiye alitoka nyumbani kwa kukosa kutii baba. Roho ya usherati ikaenda ikamwangamiza. Lakini roho ya usherati hakuweza kuikemea. Hakuanza kusema toka 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 toka. Wengi waga wanakemea tu. Woi toka, toka umaskini, toka toka. Baraka ije, toka toka. Lakini huyu hata hakusema toka. Ndani ya moyo wake akasema ninarudi kwa baba. Nimwambie baba nisamehe. Nimekosa kwako. Na Mungu aliporudishwa pale, chakula ambacho alikuwa anakosa kila siku, hasura, anaishi kwa manguruwe. Maisha yake ikarudi, amerudi kwa baba yake, akakaa kwa nyumba mzuri, akavaa vazi zuri, akavalishwa pete, viatu vizuri. Baba yake akaendelea maisha yake na amani. Mpe Yesu makofi. Hivyo tu. Na hicho ndio Mungu anataka kwa maisha yetu. Tumrudie yeye. Ana kila kitu. Ana kila kitu. Ana kila kitu. Hata ukiwa na pesa, ukiwa mbali na Mungu, hamna kitu hapo. Hiyo ni kilio umebeba, ni majuto. Roho ya usherati itakuweza. Roho ya uzinzi itakuweza. Roho ya ulevi itakuweza. Napoongea kuhusu ulevi sio mpaka tu kinywaji. Roho ya ulevi, mwahi kuona vile maisha ya mlevi yanakaa? Vile maisha ya mlevi yanakaa inatosha kukwambia maisha ya mtu. Kama ulevi uko sawa, kimtu kinajikojolea, kimtu kinaongea matusi. Umewahi kujiuliza kwa nini mtu akilewa anaongeanga matusi? Kwa sababu ni kitu kibaya. Mtu akiwa ulevi anaongea matusi. Mtu anagongwa hata asikia amegongwa. Biblia ina describe kuhusu mlevi. Ati hata mpaka vidonda anaumia, anajikuta na vidonda ajui zimetoka wapi. Ndio maana Biblia inasema we should be sober. Mpe Yesu makofi. Ya ukiwa na Yesu you are sober, you understand how to me. Madawa ya kulevya yanakuaga ya kufanya usiface reality. Yanafanyaga uone maisha tofauti, ukae kama uko hairi na uko roho. Hivyo unaona vile shetani mbaya, ate uko hairi na uko roho. So anakudeceive, spirit ya deception. Watu wengine wakikuona wanauliza woi, lakini wewe unaonanga uko hai, uko very confident. Mtu anakuangalia anasema gai, huyu hata mavazi, angalia venye uko mchafu, huyu hata hajakula, lakini umepiga kitu ambayo inakuweka uwe hai. Hata kama hujashiba, unakaa ni kama umeshiba. That is what hizi vitu zinafanya mtu. It does not haushindi maisha. Unapelekwa hospitali, uko na ma-ulcers, unakufa. Just that. Sababu inakuonyesha uko hai na hata uko roho. You are very low. Afya yako inazidi kudiminish. Maisha yako inazidi kudiminish. Hauwezi hata pewa kazi. Juu hata ukipewa hutafanya. Unakaanga uko hai. Atenie ndege toka. Mimi ni tajiri sana. Uko hivi tu. Unajua mimi ni tajiri. Kuna gari yangu unaongea vitu hakuna. Hiyo ndio kazi ya shetani. Mwamini Yesu, acha mambo mengi. Mwamini Mungu, uwe soba, akubariki, akuinue. Mpe Yesu makofi. Naomba unisome hapo mtumishi wa Mungu tumalize. Amen. Kitabu cha Mithali 21 mstari wa 17. Mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Apendaye mfinyo na mafuta hata kuwa tajiri. Unasikia? Neno linakuambia mtu ambaye anapenda anasa atakuwa masikini. Ni andiko la Mungu. Mungu ametupa kila kitu. Ati apendaye anasa
Kwa hivyo huyu mwana mpotevu yeye alipenda anasa, alifuata usherati. Unajua anasa ni sehemu ya kufurahisha mwili. Anasa, wanawake wazuri, warembo, sijui nini. Si eti kwa sababu huna mke. Usikie watu wanafanya usherati kwa sababu ati hawana mke ama hawana mume. Hapana. Ni kufurahisha mwili, kusisimua mwili. Apendaye anasa, nimesema apendaye anasa hawezi kuwa tajiri. Huyo ni Mungu amesema. Na ujue neno la Mungu ni kweli. Huyo mtu anapenda anasa, lakini akienda Jumapili mchungaji anamwambia, "Ninaona ukiinuliwa, ninaona ukienda mbele. Toa sadaka ya kutajirika." Sababu unapokuwa mtu wa anasa, pesa yako yote, mali yako yote inaliwa na shetani, inatumika kwa uovu. Ndio unaona mwana mpotevu alipotoka kwa baba yake, yale maroho yakamfanya awe masikini mpaka chakula. Ukiona mtu mpaka imefika stage ya chakula hana. Hebu niulize, ndio huyu mtu awe afya inamaanisha alikuwa anakula, si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Unapoona mtu yuko hai inamaanisha huyu mtu kuna wakati amekuwa anakula. Ukiona amefika stage ya kukosa chakula, kuna mambo amepitia, kuna mambo yamehappen. Unaona? Sasa mwana, angalia, inasema, hebu angalia, huyu mtu anayependa anasa hata kuwa tajiri, kumaanisha atakuwa mhitaji wakati wote. Apendaye mvinyo na mafuta, mvinyo na mafuta hata tajirika. Umeona? Dhambi inamfanya mtu maskini. Dhambi inamfanya mtu mhitaji. Mwana mpotevu baba yake alikuwa na vyote, lakini vile alivyoitisha akaenda navyo havikumfaidi. Wapendwa, tunahitaji Mungu. Tukiwa na mali tunamhitaji Mungu. Tukiwa katika kukosa tunamhitaji Mungu. Kwa hali zote tunahitaji Mungu. Sababu unapokuwa na Mungu, hata hivyo vitu vikipotea, bado Mungu atakupa vingine. Ayubu alipoteza vitu. Alipopoteza kwa sababu alikuwa na Mungu, Mungu alimpa twice, tena akambariki mara 2 zaidi ya vile alikuwa navyo. Mpe Yesu makofi. Wakati uko na Mungu, mwana mpotevu alipoenda kule alipoteza. Alipomrudia baba, he was restored. Naomba tusimame. Naomba tusimame tuombe. Wapendwa, unataka maisha yako kurestore your life. Hakuna mtu atarestore maisha yako isipokuwa the coming back. Unaporudi kwa Mungu you will be restored. Unaweza kuwa leo hauna chochote. Wengine wanaweza kuwa maisha yao walia waste. Lakini kuwaste maisha haimaanishi ndio mwisho wako. When you make a step and come back, God can restore you again. Usiseme hapo, mimi tayari nimesha waste. Kama vile tu pastor amesema, I wasted my life. Mwana mpotevu ali waste, lakini aliweza kurecover when he came back to the Father. God is calling you so that he can restore you. Ukirudi, na iko kwa uwezo wako, iko kwa moyo wako, iko ndani yako wewe. Mwana mpotevu alijiambia, nikirudi kwa baba nitamwambia baba nisamehe. Alipoenda akamwambia baba nisamehe, akakuta baba anamkuta, nimekosa kwako Mungu na kwako baba, nisamehe. Nataka tusimame kwa kumheshimu Mungu. Wakati mwingine ni vizuri kumheshimu Mungu. Rais akiwa hapa watu wengesimama, lakini unaposikia Mungu kwa sababu haumuoni, wewe huwezi kusimama. Unasimama kwa sababu ya Mungu. Hiyo ni sehemu ya heshima kwa Mungu, sio kwa wanadamu. Watu wanaheshimu wanadamu zaidi ya Mungu. Nimesema kwa kumheshimu Mungu usimame. Ndio nakwambia uone vile utiifu inagharimu. Hiyo inatosha kukuambia vile maisha yako kati ya wewe na Mungu. If you can't stand for God, you will stand for other kingdoms ambazo zitakutesa, zitakuumiza. Hiyo ndio shida. Shida si ati Mungu hataki kukubariki. Moyo wako. Ukisikia kuhusu Mungu, you are very lazy. Unaweza lala when you hear about God. Lakini tukisikia kuna mtu anapeana pesa, utaamuka. Na hiyo pesa hutaipata. That is the truth. Hakuna haja nikudanganya wapendwa. Hakuna mtu anaweza kubadilisha maisha yako. Leo hata nikikupa 1000, nikwambia I want to change your life. Wiki hata siku haitaisha. 1000 imeisha. You will need more. But with God, when you have God, wapendwa, God will provide each and every moment. Mpe Yesu makofi. Hautapungukiwa lolote. Naomba tufumbe macho. Popote ulipo umesikia ujumbe wa Mungu. Unasema unataka kurudisha maisha yako kwa Mungu. Nataka uinue mkono wako juu. Unasema pastor, nimesikia, ninataka kuokoka. Nafanya uamuzi. I am a prodigal son. Waweza kuwa ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma. This is your chance. Waweza kuwa haujawahi kuokoka. This is your chance
to make your relationship between wewe na Mungu sawa, kurudi kwa Baba. Inua mkono wako juu, we pray together. Inua mkono wako juu popote ulipo, unasema I want to give my life to Christ. I want to come back to my Father. Ninataka kurudi kwa Mungu anisaidie. Maisha yangu nimepigika, nimeumia. I want to go back to my Father. Inua mkono wako juu, tuombe pamoja. Nataka urudie maneno haya popote ulipo, wewe ambaye umeamua. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Karibu ndani ya moyo wangu Yesu. Nimerudi kwako. Nimekuamini wewe. Unisaidie. Uniwezeshe. Nimeokoka. Nimemkataa shetani na kazi zake na uovu wake. Nimekuamini wewe Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tawala maisha yangu. Tawala moyo wangu. Tawala mawazo yangu. Tawala nafsi yangu. Nimekupa vyote Yesu. Unitawale. Nimeokoka. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, nasema asante kwa huyo amesikia neno lako, hakudharau, hakufanya moyo wake kuwa mgumu, sababu hakika Baba ni wewe unaokoa. Hakuna mwanadamu ana uwezo wa kuokoa, ni wewe tu Baba. Jinsi ulivyoniokoa, ukanifanya ukanitumia kuwa chombo chako, hivyo ni wewe Mungu unaokoa, hakuna mtu angeniokoa. Hivyo Baba umenituma kulileta neno lako, na huyu pia amesikia, akasikia neno lako ambalo linaokoa. Baba, kabadilishe maisha yake, katukutane na hali zake katika jina la Yesu Kristo. Popote alipokuwa amepungukiwa, Baba ninaomba ukamtendee mambo ya ajabu kwa maisha yake. Amekula sana, amekuwa na tamani chakula hata cha nguruwe. Baba, akarejeshewe mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu vyote Baba viko kwako. In the mighty name of Jesus Christ, ninasema ni asante Baba. Huyu ambaye ameokoka, msaidie kusimama anapopitia hali zote. Baba, muwezeshe kushinda majaribu. Mpe moyo wa kukutii, mpe moyo wa kukusikia, ili Baba ukaweze kumbariki na kumuinua kwa yote anayofanya. In the mighty name of Jesus Christ. Asante Mungu kwa sababu umetenda, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Wewe ambaye umeokoka, usiondoke. Watumishi wa Mungu wako hapa, wataongea na wewe, watakushauri mambo ya kukusaidia. Unahitaji lolote, Mungu hawezi kukuponya alafu ashindwe kuprovide. God is a provider. Inua mkono wako juu, mwambie Mungu issue zako, tumia kinywa chako. Anything you are going through, anything unataka Mungu akufanyie, I want to speak. Kuna kitu nilikwambia, Mungu ana urithi wa kila mtu. Kitu cha kwanza inakuwaga, unapokuwa na Baba ndio urithi wako unaweza kukusaidia. Unapoenda mbali na Baba, hata ile urithi Mungu amekupa haiwezi kukusaidia. Ningemwambia kitu cha maana ni Baba. Unapokuwa na Baba, ana urithi. Niyo kazi, niyo pesa, niyo afya, ni chochote kile. Mungu ana vyote. Biblia inasema money and gold belongs to him. Inua mkono wako juu, tuombe kuhusu hilo hitaji. Tunaamini pamoja. Baba, asante. Angalia mikono ya watumishi wako, wameiweka juu ikionyesha kunyenyekea mbele zako, sababu kando yako Mungu hakuna Mungu mwingine. Wewe yule Mungu uliyetenda, uliyempa Hana mtoto, hakuwa na mtoto, uliyempa Abraham baba wa amani katika umri wake wa miaka 25, ukampa mtoto Isaka. Wewe ni huyo Mungu yule ambaye ulitenda, Mungu ambaye uliowawezesha wana wa Israeli, ukawatoa Misri kwa nchi ya utumwa na ya mateso, ukasikia kilio chao. Baba, ni wewe yule Mungu. Angalia watoto wako wana vilio, wengine hawana kazi, wengine hawana pesa, wengine hawapati watoto, wamekuwa kwa ndoa lakini hawapati watoto. Wengine Baba ni mahitaji ya maisha yao ya kila siku. Baba, kawafungulie njia katika jina la Yesu Kristo. Kawatengenezee njia. Wewe ni Mungu mwaminifu ambaye unatengeneza njia hata katikati ya bahari. Si haijalishi ni hali gani ipo kwa maisha yao, utawatengenezea njia. Ni financially, ni kwa afya, ni kwa biashara zao, ni kwa ndoa zao, ni kwa mili yao, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Baba, yote yanawezekana kwako. Nasema asante kwa sababu umetenda. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba yote tukiwa tumeamini. In Jesus name. Sema amen. Mpe Yesu makofi. Mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante. Amwambie Mungu tu asante, kwa sababu Mungu ni mwaminifu na ametenda. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki. Kibali cha Mungu na baraka ya Mungu iwe juu ya maisha yako wewe na jamii yako, na lolote unafanya Mungu akufanikishe katika jina la Yesu Kristo.
katika jina la Yesu Kristo. Unapotembea, Mungu akulinde na akuhifadhi na akufanikishe. Kibali chake na baraka yake iwe juu ya maisha yako. Mungu awabariki sana. Tutaonana kesho. Wale wameokoka, watumishi wa Mungu wako hapa watakuhudumia. God bless you. Amen.